kilishuhudiwa katika kaunti ya Mombasa ambapo mashirika ya kijamii yamevamia ofisi za bunge la kaunti wakilalamikia ukosefu wa uwazi kwenye mchakato wa bajeti. Wanaharakati hao wakiongozwa na shirika la Muhuri na Haki Yetu wanasema vijana wamepuuzwa katika usimamizi wa fedha za umma na wanailaumu serikali ya kaunti kwa kukiuka masharti ya kikatiba. Mwanahabari wetu Ivan Kwemuma na uketo wa taarifa hii. Gavana Mombasa alituambia katika CIDP ya miaka 5 kwamba sisi kama vijana wa Mombasa watatujengea 6 resource center ndani ya Mombasa. Mpaka sasa hivi tuko na 0. Ma MCA wanafanya nini? Katika maandamano yaliyojaa hamasa nje ya bunge la kaunti ya Mombasa, mashirika ya kijamii yakiongozwa na Muslims for Human Rights Muhuri na Haki Yetu Foundation walidai kutolewa kwa bajeti ya mwaka wa kifedha mwaka 2025 mwaka 2026 kwa umma. Wakati wa maandamano hayo walituhumu uongozi wa kaunti kwa kuwaacha wananchi hasa vijana nje ya mchakato wa bajeti. Leo hii tunauliza wana oversight governor nini? Public participation hazifanywi, assembly haifanyiki. Sisi kama vijana wa Mombasa tunasema kwamba tutaifunga county assembly kama wameshindwa na kufanya kazi yao. Francis Auma alisema kuwa kushindwa kwa kaunti kuhusisha raia katika maamuzi muhimu ya kifedha ni kinyume na kifungu cha 10 ibara ya 2A cha katiba kinachotaka ushirikishwaji wa wananchi katika uongozi. Gavana wetu wa Mombasa ni kama hajalan na yale maandamano ambao vijana walifanya mwaka jana tarehe 25 mwezi wa 6. Angekuwa amelan kwa yale maandamano, hangefanya hili swala la budget estimate kuwa siri. Ni kama amelifanya kuwa jambo la siri. Haiwezekani kwamba anatuma tu ka link kwa social media and then ana expect watu wapate hiyo advertisement. Kaunti zingine kama Kilifi ama Kwale walitangaza paka kwenye magazeti kuhusu budget estimate. Makundi hayo yalisema kuwa bila mchakato wa umma bajeti hiyo haina uhalali na haijengi maslahi ya wananchi wa kawaida Mombasa. Waandamanaji walisisitiza kuwa vijana wameachwa nyuma kabisa kwenye mijadala ya mambo yanayowahusu moja kwa moja. Mji huu ni mji mbovu kabisa. Angalia hakuna maji. Mji ni second city Kenya, haina hata traffic light. Angalia sewage system vile mbovu. Wananchi hawahusishwi kwa masuala na ushuru huko juu wali ya juu. Na watu wanalipa ushuru, social corporates pia ziko hapa, hatuoni yote kiendelea, lakini yote is because of bad governance. Sisi kama vijana kwa muda mrefu tumelaumiwa ya kwamba hatujihusishi katika processes za budgeting. Na mwaka huu tuko makini na tunafuatilia masala ya fedha kuanzia budgeting mpaka approval ili kuhakikisha ya kwamba processes zote zinafuatiliwa. Ingawa maandamano yalikuwa ya amani, usalama uliongezwa katika jengo la bunge. Waandamanaji walisisitiza kuwa watarejea iwapo hoja zao hazitasikilizwa. Mashirika hayo yameapa kuendeleza kushinikiza uwazi na ushirikishwaji kuwa jambo la kawaida katika uongozi wa kaunti. Forward with Mombasa youth, forward. Forward. Down with impunity, down. Ivan Kwemuma, runinga ya KU.